Tayari. Kaka Tido, pole. Asante sana. Najua na umefanya kazi na Charles Hilary kwa muda mrefu sana. Natamani tu uzungumzie kwanza umahiri wake na vitu ambavyo alikuwa anavifanya na kuweza kuelimisha hasa kupitia tasnia ya habari. Charles alikuwa na utotoni kwake alijua kwamba kwanza ana kipaji. Na kwamba alikuwa na sauti nzuri. Hiyo na kwa ajili hiyo akataka kuwa mtangazaji. Kwa hiyo ilikuwa ni ari yake kwamba nataka kuwa mtangazaji. Na aliniambia kwamba bahati nzuri mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao walimfanya aweze kuvutiwa. Lakini baada ya kupata kazi vitu hivi alivitumia vizuri sana kwa faida yake na kwa faida ya shirika alilofanya nalo kazi na kwa faida ya taifa. Hakuwa tena mtu wa mchezo. Hakuwa mtu wa utani anapoingia studio. Na ndio maana umeweza kusikia wakati wakizungumza hapa kwamba mfano alikuwa ni mimi nilimpa kuwa mkurugenzi wa UFM radio ya Azam, lakini alikuwa anasoma taarifa habari. Kwa hiyo alikuwa anaweza kuja saa 12 asubuhi asimamie radio yake, lakini akakaa mpaka amalize taarifa habari ya saa 3 na anakaa Kibamba. Lakini kwake ilikuwa ni kwamba hii ndio passion yangu, hiki ndio kitu ninachokipenda. Sio kwamba niko hapa kwa sababu nalipwa mshahara, hapana, ni kwa kuwa nataka kuhakikisha kwamba tunapata mafanikio yeye na wale watakaomsikiliza waweze kuridhika. Na labda ndio tatizo ambalo watangazaji wengi wa sasa wako pale labda kupata maslahi, lakini hakuna ule umakini wa kusema nataka kufanya kazi hii kwa kuhakikisha kama yale yatakayotokea ni kitu cha mafanikio kwangu na kwa taifa na kwa nchi yangu. Ndio. Najua Charles Hilary alitoka Azam ndo akaja Zanzibar kwa mkurugenzi. Na natamani ushiriki wake wakati uko huku, na kwa sababu Azam ndo nyumbani alipotoka, ulikuwa ukoje? Kwa kweli yani wafanyikazi wengi wa Azam sasa hivi walikuwa naijua namba ya Charles kuliko labda alipokuwa pale. Kwa sababu Charles alikuwa akisikia kitu wamekosea au wamefanya vizuri atapiga simu. Kwa hiyo ukaribu wake ulibakia sana, na ndio maana leo unaona katika shughuli hii wafanyikazi wa Azam walikuja kwa wingi sana. Na hasa utaona hata mwenye mali wa Azam mwenyewe kifo hiki kimemshtusha sana, na mimi nafahamu, lakini kwa ujumla hiki msiba huu umemgonga sana, na ni kwa sababu ya kile ambacho Charles ameweza kuifanyia Azam kwa ujumla wake na kuendelea kuwa karibu na Azam mpaka kufariki kwake. Katido, mwisho kabisa ningependa kufahamu uliongea mara ya mwisho na Charles Hilary kabla ya mauti kumfika? Tulikuwa tumeongea naye karibu siku 2 kabla hajafariki. Mimi sasa hivi nina shughuli zangu nyingine, lakini katika misingi hii ya kazi zetu. Kwa hiyo nilikuwa nataka kufanya kitu fulani Ikulu, kwa hiyo ilikuwa lazima nizungumze naye. Na kwa kweli alikuwa tayari ameshafikisha katika hatua kubwa sana. Akawa ameshakipeleka kwa wahusika wengine. Sasa tulikuwa tunazungumza katika misingi hiyo, ndio aliponiambia kwamba ndio of course huu msiba ukatokea, lakini tulikuwa tunazungumza kwa karibu sana, na karibu kila wiki tulikuwa tunazungumza. Pole sana. Asante sana, shukuru. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.